Baada ya shughuli za kule Bondo Siaya, macho yote sasa yatakuwa katika kaunti ya Kitui. Naomba tuvuke moja kwa moja kilomita zaidi ya 700 hadi katika kaunti ya Kitui, ambapo sasa hivi mwanahabari wetu Ruga Eva yuko kule Ange, ambaye wanaweka misingi tu ya uwepo wa kikosi kizima cha NTV katika kaunti ya Kitui, ambako sherehe za mashujaa zinatarajiwa kufanyika hapo kesho Jumatatu katika uwanja wa Ithokwe. Basi moja kwa moja Ruga, labda tujuze tu ni kipi haswa kinachoendelea kwa sasa katika maandalizi. Naona mmeingia tayari ndani ya ule uga ambao bado ni mpya paka unanukia ule upya maandalizi ya mashujaa. Ruga. Asanteni sana Lofty na Frida, mnanipokea moja kwa moja kutoka uga wa Ithokwe, hii ikiwa ni kaunti ya 15, hii ikiwa ni kaunti ya Kitui, ambapo kutakuwa na maadhimisho ya mashujaa ya 62 mwaka huu 2025. Basi hapo kesho Rais William Ruto anatarajiwa kuliongoza taifa katika kuadhimisha siku hizi. Hata hivyo, tudokeze ya kwamba ujio wa maadhimisho haya ya mwaka huu yamejawa na hisia nzito za masikitiko na pia huzuni miongoni mwa nyoyo za Wakenya. Hii ni kwa sababu saa chache zilizopita basi walimpungia mkono wa buriani aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga. Hata hivyo, kupitia kauli yake, msemaji wa serikali Isaac Mwaura alisema maadhimisho haya kama yalivyoainishwa kwenye katiba ya mwaka 2010 lazima yataadhimishwa na yanaadhimishwa katika kaunti hii ya Kitui. Basi hapo kesho Rais William Ruto pia anatarajia kuwa na wageni waalikwa mashuhuri kutoka mataifa ya barani Afrika, akiwemo waziri mkuu wa taifa la Mozambique ambaye ni Maria Benvinda Delfina Levi. Halikadhalika pia tutakuwa tukimtarajia rais wa Senegal ambaye ni mchanga zaidi barani Afrika, Bassirou Diomaye Dakar Faye. Ni miongoni tu mwa wale wageni mashuhuri kutoka mataifa mengine ambao wanatarajiwa kujiunga na Kenya katika kuadhimisha mashujaa yake ya mara ya 62. Halikadhalika maadhimisho ya mashujaa katika kaunti hii ni maadhimisho ambayo yamebeba manufaa yake na pia mapungufu yake. Na labda kwa muktadha huo wa manufaa, labda niungane tu na mkazi mmoja kutoka kaunti hii ya Kitui, tueleze anafanya nini hapa. Tayari saa 2 ziko karibu kufika, na tulipofika hapa mwendo wa saa 8 uwanja huu ulikuwa umejaa hadi pomoni kwa matayarisho ya mwisho. Tuliwaona wafawidhi mbalimbali na pia kulikuwa na makundi mbalimbali ambayo yatakuwa yakifanya matumbuizo hapo kesho, yakifanya maandalizi yao ya siku, maandalizi yao ni radhi ya lala salama. Bila shaka basi naomba tu niungane na mkazi huyu ambaye uwanja huu sasa hivi najua mpiga picha wangu atakuwa akikuonesha hapo baadaye, watu tayari wameondoka, hivyo basi watakuwa wakifunguliwa lango hapo kesho mwendo wa saa 11. Lakini mambo labda karibia kidogo hapa, uanze kwa kuniambia jina lako, unafanya nini hapa, na labda mchango wako siku ya kesho utakuwa upi kwenye maadhimisho ya mashujaa. Okay, naam. Kwa jina langu mimi naitwa Mpito Eskapingo, na mimi ni msanii na nimekuja hapa saa 12 za jioni kwa sababu nimekuja kujiandaa. Kesho ni siku yetu hapa kwetu Kitui County, tuko na mashujaa na nilikuja kujiandaa kuimba kesho kukaribisha president wetu William Ruto. Maadhimisho ya mashujaa katika kaunti ya Kitui, nyinyi kama wakazi wa kaunti hii mmeyapokea kwa njia gani? Labda kuna manufaa yote ambayo mmeyaona? Kwa sababu hata ukiangalia huku kwetu kulingana na vile kumejengwa, huku kuko simati, ukiangalia hapa Ithokwe Kitui hata tuamini kama ni hapa kwetu kuko simati, kwa sababu president wetu William Ruto ametupanga kile kitu. Kesho tutakuwa sawa. Umesema kwamba hapo kesho utakuwa ukiigiza, labda unaweza kutuambia wimbo wako utakuwa ukihusu nini? Sasa wimbo wangu utakuwa kuhusu mambo na mashujaa. Nitaimba kuhusu mambo na mashujaa ya kesho. Sasa nataka ukaribia hapa uwaalike Wakenya wote kwa lugha ya Kikamba ndio kuja kuhudhuria mashujaa ya mwaka huu 2025, halafu ututafsirie umesema nini. Sawa. Kwanza nitaanza kwa lugha ya Kiswahili. Mimi nataka kukaribisha kile mmoja mwana Kenya wote na mkaribisha mahali hapa, mkuje tuendelee na hii mashujaa hapa
kaunti ya Kitui yetu. Nienda kwasia kana ingothokia kilomwe nzini wa kaunti ino ya itu ya Kitui nondo president wa itu no kokabano one kondo au mpika ibano na mukwethi amwe atani muno londo nitani tene kenda muke masunja ni nondo ko ikoseo muno watato sisi abaye thokwe ona ndo amini kana ni thokwe kuko se ubite kusoma kila mundu wanze na njia ndae kukome bangithetie mubango ni kenda muke baye thokwe muke itu kuna isere ya oni kuko se ubite bio andu monze imabikie ko one kwa umubike ibano tene ndo asere ino. Naam, asante sana, tunashukuru sana kwa kuungana nasi kwenye runinga hii ya NTV. Basi mtazamaji, ndivyo hali itakavyokuwa hapo kesho kama nilivyotaja hapo awali, ya kwamba tayari uga huu na pia uongozi wa kaunti hii uko tayari kuwapokea Wakenya katika kuadhimisha mashujaa ya mwaka huu. Na labda la kufunga kabla sijarejesha studioni, uga wa Ithokwe una uwezo wa kustahimili idadi ya watu wapatao 10,000 na vikosi vya usalama vinadokeza ya kwamba basi lango kuu na vijilango vingine vitakuwa vimefunguliwa mida ya saa 11. Hata hivyo Wakenya wameambiwa kumakinika zaidi na pia kufuata yale maelekezo ambayo yatatolewa na vikosi vya usalama. Bila shaka labda mpiga picha wangu anaweza kuonesha jinsi uwanja ulivyo. Baadhi ya vikosi vya usalama viko katika eneo hili kuhakikisha kwamba usalama siku ya kesho utakuwa umehakikishwa. Basi mtazamaji, ndivyo hali ilivyo na kikosi kizima cha NTV kiko ange kukupasha kadri tu sherehe hizi za mashujaa zitakuwa zikiadhimishwa katika kaunti hii ya Kitui. Jina langu ni Ruga Ibal, kwako studio Lofty na Frida. Asante sana Ruga, kutoka kaunti 15 hadi kaunti 47, kaunti ya Nairobi. Ithokwe ni kuseo. Unajua nimetarajia utasema Ithokwe ni kuseovyo, lakini nimetarajia utasema asante sana, yani ni muvea. Ni muvea. Ruga Ibal tuyaseni muvea piu and on the madhi Ithokwe. Aha.